Hawa viumbe tunaishi nao hapa hapa duniani, lakini asilimia kubwa ya watu hawajui asili yao wala wanapoishi. Wanaishi maisha ya siri sana, maisha yasiyoeleweka kirahisi kwa akili ya kawaida ya binadamu. Wana uwezo wa kushughulika nasi kwa namna ambazo hatuzijui, na wengi wetu hatujawahi kuwaona kwa macho yetu. Lakini hii haimaanishi kwamba hawapo. Viumbe hawa wanaitwa alien, viumbe wa angani. Na jambo moja la kushangaza kuhusu viumbe hawa ni kwamba hawapendi kabisa kufahamika au kugundulika na binadamu wa kawaida. Inasemekana kuwa endapo utamuona kiumbe huyu na yeye pia akakuona, atafanya kila aliwezalo kufuta kumbukumbu zako ili usikumbuke kabisa kuwa umewahi kumuona. Hili limewahi kuripotiwa katika visa vingi vya watu waliodai kukutana na viumbe hawa, lakini walipokuja kusimulia walionekana kuchanganyikiwa au kusahau vipande muhimu vya kumbukumbu zao. Kumekuwa na simulizi nyingi kuhusu viumbe hawa, lakini moja ya tukio maarufu zaidi ni lile la Roswell Incident la mwaka 1947 huko New Mexico, Marekani. Jeshi la anga la Marekani lilitangaza kuwa limedondosha ndege ya hali ya hewa, lakini wachunguzi huru waliamini kuwa ilikuwa ni chombo cha anga cha viumbe wa nje. Tangu siku hiyo, nadharia mbalimbali zimeibuka zikidai kuwa serikali ya Marekani imekuwa ikificha ushahidi kuhusu uhusiano kati ya binadamu na aliens katika eneo maarufu la Area 51. Nchini Tanzania na barani Afrika kwa ujumla, kumekuwa na simulizi za watu waliodai kuona viumbe wa ajabu, hasa maeneo ya porini, milimani au hata ndani ya mapango. Mifano kama hiyo pia ipo kutoka Mashariki ya Kati, Asia, Amerika Kusini na Ulaya. Swali ni kwamba, je, wapo kweli? Sayansi imejaribu kuchunguza uwezekano wa kuwepo kwa viumbe wa nje kupitia taasisi kama SET, ambayo huchunguza ishara ya akili kutoka anga za mbali. Licha ya kukosekana kwa uthibitisho wa moja kwa moja, wanasayansi wengi wanaamini kuwa katika ulimwengu mkubwa huu, si ajabu kuwa na maisha nje ya dunia. Katika miaka ya hivi karibuni, jeshi la wahamiaji wa Marekani limeachia video kadhaa zinazoonyesha vitu visivyojulikana vinavyoruka ambavyo hadi leo havijafahamika. Hili limeongeza imani kwa baadhi ya watu kuwa aliens wapo, lakini wanajificha kwa makusudi makubwa. Watu mbalimbali duniani wamesimulia mikasa ya ajabu, kutekwa na viumbe hawa, kufanyiwa majaribio au hata kuwasiliana nao kwa njia ya akili, yani telepath. Ingawa wengine hudai waliota tu au walikuwa katika hali ya nusu usingizi, baadhi ya ushuhuda umeambatana na vidonda vya ajabu, ukosefu wa kumbukumbu au hata mabadiliko ya kitabia. Katika miaka 1970 hadi 1990 kulikuwa na ongezeko kubwa la madai ya kutekwa kwa viumbe hawa huko Marekani, Kanada na Amerika ya Kusini. Mwandishi Whitley Strieber ni mmoja wa watu waliotangaza hadharani uzoefu wake kitabu chake maarufu Communion. Je, hawa alien wanaishi wapi? Wapo wanaodai kuwa alien wana makazi yao chini ya bahari, deep ocean base, wengine wakiamini kuwa wako katika sayari nyingine kama Mars au Proxima Centauri au Proxima. Lakini kuna pia wanaoamini wanaishi katikati yetu kwa sura ya binadamu wa kawaida. Wengine husema wapo katika mfumo wa mabadiliko ya muonekano, yani shape shifter, yani wanaweza kuvaa mwili wa binadamu na kutembea mitaani kama watu wa kawaida. Hakika dunia ina siri nyingi sana katika enzi hii ya teknolojia, ambapo kila mtu ana kamera mfukoni. Idadi ya picha na video zinazodaiwa kuonesha UFOs inaongezeka. Je, hii ni dalili ya kuwa tumekaribia wakati wa ukweli kufichuliwa, au bado ni fumbo linaloendelea kuwachanganya wanadamu wa vizazi vijavyo? Uamuzi uko mikononi mwako. Unaweza kuamini kuwa dunia hii ina viumbe wengine wasioonekana machoni mwa binadamu wa kawaida, au ukachukulia kuwa ni hadithi za kubuni. Lakini swali linaendelea kusikika kwa nguvu. Je, tupo peke yetu kweli katika ulimwengu huu mkubwa hivi? Hii ni ripoti ya Media Wire Express na mimi Joseph Mwana wa Isangura.